Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni zile timu zenye thamani kubwa katika ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League. Timu zote 16 ambazo kwa sasa zinashiriki ligi kuu Tanzania bara zina thamani, lakini kwa upande mwingine kuna vilabu ambavyo vina thamani kubwa. Ndiyo maana hata tunashuhudia timu nyingine zinaweza kusajili wachezaji kwa gharama kubwa. Tukiongelea thamani, basi ni kutokana na uwekezaji ambao umeweza kuwekezwa katika vilabu hivyo, bila kusahau wale wachezaji ambao wanasajiliwa kwa gharama kubwa. Kwa hiyo utakuta kikosi kina thamani kubwa. Kwa hiyo siku ya leo tutakwenda kuangalia zile timu kati ya zile timu 16 zenye thamani kubwa ligi kuu Tanzania bara. Pasipo kupoteza wakati, basi tunaanzia katika klabu ambayo inakamata nafasi ya 7 kwa kuwa na thamani kubwa. Ni klabu ya soka ya KMC ama Kino Boys kutokea Kinondoni. KMC sote tunafahamu ni timu ambayo inatokea Kinondoni jijini Dar es Salaam, lakini KMC wameweza kufanikiwa kujenga uwanja wao wa KMC Complex, na kwa upande mwingine timu hii ya KMC tunaona inasajili wachezaji ndani na nje ya mipaka Tanzania, tena wachezaji wenye thamani kubwa. Kwa hiyo tunaona ni timu ambayo ina thamani kubwa katika ligi kuu Tanzania bara, wakikamata nafasi ya 7. Katika nafasi ya 6 wapo JKT Tanzania ama Jeshi la Kujenga Taifa. JKT ni klabu ambayo inasajili wachezaji kwa gharama kubwa. Vile vile ni klabu ambayo inamiliki uwanja wake ambao uwanja huu ni uwanja wa kimataifa ambao kwa upande mwingine umepewa jina la Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine ni klabu ambayo imejipata na ina thamani kubwa, na ukiangalia wachezaji wake wana thamani kubwa. Kwa hiyo tunaona ni kikosi chenye thamani kubwa. Kwa hiyo JKT nayo inastahili kuwa miongoni mwa klabu yenye thamani kubwa ligi kuu Tanzania bara, ikikamata nafasi ya 6. Katika nafasi ya 5 ipo klabu ya soka ya TRA United, ambapo TRA United hapo zamani ilikuwa ni Tabora. So tunafahamu TRA ni shirika la mapato nchini Tanzania, kwa hiyo waliamua kununua klabu ya Tabora na kuipa jina TRA United. Kwa tunaona tunafahamu shirika la mapato hili lina mapato makubwa, kwa hiyo ni miongoni mwa klabu ambayo kwa upande mwingine imenunuliwa na wachezaji ambao wameweza kusajiliwa wenye thamani kubwa, na ukiangalia hata wachezaji wanalipa mishahara mikubwa. Kwa hiyo ni klabu kubwa ambayo inastahili kuwa katika nafasi ya 5. Katika nafasi ya 4 ipo klabu ya soka ya Singida Black Stars kutokea mkoani Singida. Singida ni klabu yenye thamani kubwa katika ligi kuu Tanzania bara, inastahili kuwa nafasi ya 4. Kwa sababu gani? Sote tunafahamu wachezaji ambao wamesajiliwa Singida ni wachezaji ambao ni professional, ambao wamepita katika vilabu vikubwa hapa Tanzania kama Simba, kama Yanga, na tunaona wachezaji wanapokwenda pale wanalipa mishahara mikubwa. Kwa hiyo Singida Black Stars ina thamani kubwa. Ukiangalia wana uwanja wao ambao wameweza kujenga, uwanja huo unaitwa Airtel Stadium ambao umeweza kujengwa pale Singida. Hapo wale walikuwa wakitumia uwanja wa mkoa wa Singida, lakini CCM Liti ule, lakini sasa hivi wamehamia katika uwanja wao ambapo wameweza kufanikiwa kujenga. Ukiangalia wachezaji wanalipwa mishahara mizuri, na wachezaji wanaosajiliwa ni wachezaji wa viwango vya juu, yani ni wachezaji wa nyota 5. Katika nafasi ya 3 ipo klabu ya soka Young Africans ama timu ya wananchi. Klabu ya soka Yanga Sports Club ni miongoni mwa klabu kongwe nchini Tanzania. Kwa nini Yanga hapo katika nafasi ya 3? Ukiangalia Yanga ni klabu ambayo inasajili wachezaji wakubwa, wachezaji wenye hadhi kabisa ya kucheza vilabu vyote hapa barani Afrika. Young Africans ni klabu ambayo mpaka sasa haijafanikiwa kupata uwanja wake. Kwa hiyo tunaona licha ya kusajili wachezaji, kikosi kina thamani kubwa, lakini bado hawajafanikiwa kupata kiwanja, na ndio maana tunaona wanakamata nafasi ya 3. Lakini ukiangalia wachezaji wanalipwa mishahara mikubwa, ni kosti yenye thamani kubwa. Hata ukiangalia mabenchi ya ufundi ambao wanachukua ni makocha ambao wanaanza kabisa kufundisha klabu yote hapa barani Afrika. Katika nafasi ya 2 ipo klabu ya soka
ya Simba Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam. Simba ni klabu kongwe kama ilivyo Young Africans. Simba tunaona kwa upande mwingine wao wameweza kufanikiwa angalau kujenga kiwanja chao cha mazoezi ambacho kinaitwa Mo Arena pale, na bila kusahau kuna gym ambazo wanazimiliki pale, wachezaji wanafanyia mazoezi pale pale katika viwanja vyao vile vya Mo Arena ambapo vipo kule maeneo ya Bunju. Ukiangalia kikosi cha Simba kina thamani kubwa, wanasajili wachezaji nje ya mipaka Tanzania na wanalipa mishahara mikubwa, kwa tunaona Simba wanastahili kukaa katika nafasi ya pili. Ukiachana Simba kukamata nafasi ya pili, klabu inaostahili kukamata nafasi ya kwanza, klabu yenye thamani kubwa ligi kuu Tanzania bara, ni klabu ya soka ya Azam Football Club kutokea Chamazi jijini Dar es Salaam. Azam ni klabu ambayo kwa upande mwingine haina muda mrefu katika ligi kuu Tanzania bara ukitofautisha na Yanga na Simba Sports Club, lakini klabu hii inamilikiwa na Baresa. Tunaona ukiachana licha ya kumilikiwa na Baresa, lakini klabu ambayo imeweza kufanikiwa kujenga uwanja wake kabisa wa kuchezea, na tunaona kwa upande mwingine klabu hii ina gym yake ambayo iko pale pale katika vile viwanja vya Azam Complex. Na ukiangalia klabu ya soka ya Azam Football Club wanasajili wachezaji nje ya mipaka ya Tanzania na wanalipa mishahara mikubwa, na ni miongoni mwa klabu ambayo unavyoambiwa wachezaji hawacheleweshe mshahara wao, wanalipwa kwa wakati. Kwa hiyo inastahili kuwa klabu yenye thamani kubwa katika ligi kuu Tanzania bara. Tuambie neno la comment kwa husiana na vilabu hivi 7 vyenye thamani kubwa. Sio kwamba vilivyobakia 10 vilivyobakia 9 vina thamani, vina thamani, lakini ukiangalia hivi vinaonekana kuwa na thamani kuliko klabu yoyote hapa nchini Tanzania.